Hiki ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu yale ambayo yanaendelea kushika tamu kutoka kwenye uwanja wa kivita. Na taarifa tunazo nyingi kulikweli ambazo zinaendelea kushika tamu na miongoni mwa taarifa hizo ni kwamba kwanza kabisa Russia imekanusha madai ya kuwaajiri wa Kenya katika vita vya Ukraine. Russia imekanusha madai kwamba inawaajiri wa Kenya kupigana vita nchini Ukraine kufuatia ripoti za huduma ya kijasusi ya kitaifa ya Kenya kwamba zaidi ya Wakenya 1000 kwa sasa wanapigana upande wa Russia katika mzozo huo. Ubalozi wa Russia jijini Nairobi umesema umebaini kampeni hatari na ya kupotosha propaganda katika vyombo vya habari vya Kenya kuhusu ushiriki wa Wakenya katika mzozo huo. Ubalozi wa Russia umesema unakanusha madai hayo kwa nguvu zote, ukiongeza kwamba mamlaka ya Russia haijawahi kushiriki katika kuajiri raia wa Kenya kinyume cha sheria katika vikosi vya jeshi vya shirikisho hilo. Sehemu nyingine, taarifa hiyo imesema ubalozi wa Russia jijini Nairobi haujatoa visa yoyote kwa Wakenya wanaotaka kusafiri hadi Russia kwa ajili ya kushiriki katika vita hivyo, na umekanusha madai ya kuwahimiza kwa namna yoyote wa Kenya kushiriki katika vita hivyo. Ubalozi huo umeongeza kuwa bado uko wazi kwa mazungumzo yenye kujenga na yasiyo na siasa na serikali ya Kenya, na kusema rasimu ya makubaliano ya pande mbili kuhusu uhamiaji wa wafanyakazi, mipango ya usafiri na ushirikiano kati ya vyombo vya kutekeleza sheria imekuwa ikizingatiwa na mamlaka za Kenya kwa miaka kadhaa. Kanusho hilo linakuja baada ya kuwekwa taarifa kwamba zaidi ya Wakenya 1000 wamekwenda kupigana upande wa jeshi la Russia nchini Ukraine. Ripoti ya kijasusi iliyowasilishwa katika bunge la Kenya ilisema kuwa wengi wa raia hao walidanganywa ili kusaini mikataba ya kijeshi. Ripoti hiyo imeeleza kwamba kuna ushahidi unaoonyesha kuwepo kwa njia iliyopangwa ya uajiri, ambapo mafunzo ya awali ya kiusalama hutolewa kama sifa ya kuajiriwa. Vilevile, operesheni maalum ya kijeshi ya Urusi nchini Ukraine imeanzisha mifumo mipya katika vita vya kisiasa, anasema Kanali Jenerali Sergei Rudskoy, mkuu wa kurugenzi kuu ya operation, naibu mkuu wa kwanza wa Russian General Staff. Uzoefu wa operesheni maalum ya kijeshi umefungua mtindo mpya katika vita vya kisasa. Kwanza kabisa, hili ni ongezeko kubwa la matumizi ya mifumo ya roboti ya anga, baharini na nchi kavu, anasema kwenye mahojiano. Vilevile, General Staff of Russia Army anachambua matumizi ya silaha zenye usahihi wa hali ya juu na vikosi vya jeshi la Ukraine ili kupata suluhisho la kukabiliana na mashambulizi ya Ukraine ndani kabisa ya eneo la Urusi, anasema Kanali Jenerali Sergei Rudskoy, mkuu wa kurugenzi kuu ya operation na naibu mkuu wa kwanza wa General Staff of Russia Army Force. Mojawapo ya kazi zinazoshughulikiwa kwa sasa na maafisa wa kurugenzi kuu ya operation ni kuchambua matumizi ya silaha zenye usahihi wa hali ya juu zilizotengenezwa magharibi na vikosi vya jeshi la Ukraine na kutengeneza hatua za kuongeza ulinzi wa nafasi za amri za vikundi vya vikosi. Kazi kama hiyo pia inafanywa ili kukabiliana na mashambulizi ya adui ndani kabisa ya eneo la Urusi, anasema kwenye mahojiano na Krasnaya Zvezda. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile Luteni Jenerali Yaroslav Moskalek na Fanil Savarov wamepoteza maisha yao kutokana na shughuli za kigaidi za utawala wa Kiev. Mipango yao itaendelea kutekelezwa. Mkuu wa kurugenzi kuu ya operation, naibu mkuu wa kwanza wa General Staff of Russia Army, Kanal Jenerali Rudskoy anasema. Hayo yakiendelea, waziri mkuu wa Hungaria Viktor Orban anasema anaogopa kwamba majaribio yanayoendelea ya viongozi wa Umoja wa Ulaya kuzuia juhudi za Marekani kuelekea suluhu ya Ukraine yanaweza kumfanya rais wa Marekani Donald Trump kuacha mchakato wa mazungumzo. Anasema, ninaogopa tu kwamba Wamarekani wanaweza kujifunga ghafla na kuondoka katika mazungumzo ya amani kati ya Urusi na Ukraine. Hali ya sasa haiwezi kufunikwa na hila zozote za lugha tata. Wakati rais Trump anaendelea kutafuta suluhu, wazungu wanamzuia katika kila hatua, Orban aliwaambia waandishi wa habari wa Hungaria kufuatia kikao cha kwanza cha bodi ya amani inayoongozwa na Trump. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz anasema kwamba hatarajii mzozo nchini Ukraine kutatuliwa hivi karibuni, akiamini kwamba uhasama utaisha tu wakati mmoja au mwingine amechoka. Anasema, nadhani vita hivi vitaisha tu wakati mmoja kati ya pande hizo mbili amechoka kijeshi au kiuchumi, anasema kwenye mahojiano. Kulingana na kansela wa Ujerumani, kurejesha uhusiano wa kawaida na rais wa Urusi Vladimir Putin haiwezekani kabisa.
Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alisema mapema kwamba Rais Vladimir Putin hajawahi kukataa mawasiliano ya moja kwa moja, na ikiwa kansela wa Ujerumani Friedrich Merz na Rais wa Faransa Emmanuel Macron wanataka hili, wanachotakiwa kufanya ni kupiga simu tu. Vilevile tume ya Ulaya inatenda zaidi kama tume ya Ukraine kwa kuruhusu Kiev kuzuia bomba la mafuta la Druzhba ambalo linatakiwa kusambaza mafuta ya Urusi kwa Hungaria na Slovakia. Waziri wa mambo ya nje wa Hungaria Peter Szijjarto anasema akitathmini vitendo vya Brussels. Pia alibainisha kuwa mamlaka ya Ukraine yanakiuka makubaliano na uongozi wa EU. Anasema wanachama wawili wa EU, Hungaria na Slovakia kwa upande mmoja na nchi isiyo ya EU Ukraine kwa upande mwingine, Ukraine inatishia kimaksudi usambazaji wa nishati wa nchi mbili za EU kwa sababu za kisiasa, waziri wa mambo ya nje alisema kwenye mahojiano na kituo cha television cha M1. Vile ni kwamba msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Urusi Maria Zakharova ametoa maoni kuhusu mzozo unaoendelea wa Ukraine, akisisitiza kuendelea kwa usaidizi wa Marekani kupitia usambazaji wa silaha kwa vikosi vya kijeshi vya Ukraine. Lakini pia ushiriki wa nchi za EU katika mazungumzo kuhusu Ukraine ni vigumu kufikiria ikiwa zinadai kwamba zinalipia vita hivi. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Urusi Mikhail Galuzin anawaambia waandishi wa habari na mezoni mwa klabu ya majadiliano ya Valdai. Anasema, ninyi kama waandishi wa habari mnafuatilia kauli za wanasiasa wa Ulaya, wanasiasa na wakuu wa idara za sera za kigeni, lakini mtu anapaswa kuionaje kauli ya mkuu wa idara ya sera za kigeni ya nchi moja ya NATO kwamba nchi hii na wanachama wa Ulaya wa NATO kwa ujumla wanapaswa kuwa kwenye meza mazungumzo kwa sababu wanalipa vita hivi? Galuzin alibainisha. Unawezaje kufikiria ushiriki katika mazungumzo ya mtu au jimbo au kundi la majimbo yanayoamini kwamba yanapaswa kuwa kwenye meza mazungumzo kwa sababu inalipa vita? Yaani watu wanaofadhili vita wanapaswa kukaa kwenye meza mazungumzo? Unaonaje hilo? Mwanadiplomasia huyo mwandamizi alibainisha. Vile kikundi cha Uravagonzavod cha Urusi ambacho ni sehemu ya shirika la teknolojia la serikali Rostec kimewasilisha kundi la ndege za kisasa za matengenezo na uokoaji ya Brem-80 kwa wanajeshi. Vyombo vya habari vya shirika hilo vinasema ndege hizo zinadaiwa ni hatari zaidi. Lakini pia wanajeshi wa Urusi baada ya kukomboa Krynchnoe katika mkoa wa Zaporizhzhia wamepata tena udhibiti wa maeneo kadhaa yenye ngome ya jeshi la Ukraine na kuingia katika ulinzi wa adui kwa nusu kilomita. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema baada ya kuikomboa Krynchnoe, wanajeshi wetu wanapanua eneo lao la udhibiti. Maeneo mengine kadhaa yenye ngome yametekwa zaidi ya njia ya reli na operesheni ya kuangamiza inaendelea katika msitu kando ya sehemu pana ya mbele. Tayari wameingia kwa kina cha mita 500 ndani ya ulinzi wa adui katika saa 24 zilizopita. Anasema mtaalamu huyo anaamini kwamba kutokana na hali ya uendeshaji na mbinu katika eneo hili, wanajeshi wa Urusi wataendelea kupunguza ulinzi wa adui huko Krynchnoe. Vile jeshi la Ukraine limeshambulia mkoa wa Belgorod wa Urusi kwa zaidi ya ndege 70 zisizo na rubani na zaidi ya risasi 20 katika saa 24 zilizopita. Kituo cha kukabiliana na mgogoro wa kikanda kinaripoti kwenye channel ya Telegram. Lakini pia wanajeshi wa Urusi wameshambulia kituo cha mafuta na miundombinu ya nishati kinachotumiwa na jeshi la Ukraine na maeneo ya kupelekwa kwa wanajeshi ndani ya saa 24 zilizopita kwenye operesheni maalum ya kijeshi. Hayo yakiendelea, jeshi la Ukraine limepata takriban wanajeshi 1265 katika vita na vikosi vya Urusi katika maeneo yote ya mstari wa mbele ndani ya saa 24 zilizopita, kulingana na data ya hivi punde kuhusu operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine iliyotolewa na Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Zaidi ya wanawake 70,000 wanahudumu katika safu ya vikosi vya kijeshi vya Ukraine, lakini ni takriban 6,000 pekee waliotumwa moja kwa moja kwenye mstari wa mbele, chanzo cha chini ya ardhi kinachounga mkono Urusi kinasema. Wanajeshi wa Urusi, vikundi vya ulinzi wa anga vinavyohamishika na vikosi maalum vya walinzi wa kitaifa vimezuia na kuharibu ndege 163 zisizo na rubani za Ukraine katika eneo la mpakani la mkoa wa Bryansk ndani ya saa 24 zilizopita, Gavana Alexander Bogmaz anaripoti. Jeshi la Ukraine lilianzisha shambulio kubwa la ndege zisizo na rubani katika mkoa wa Bryansk ndani ya saa 24 zilizopita
kama inavyothibitishwa na ripoti za Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Show, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.